Wakati anajua unapoishi na mpangaji, unapoona mpangaji aendani na wewe, kuna taratibu za kisheria. Unatakiwa umpe taarifa kabla miezi mitatu, tena ya kimaandishi. Yaani maana yake notice. Kwa bwana, umalizapo mkataba wako mimi nahitaji nyumba yangu. Lakini wenye nyumba wafanyi hivyo. Anamuacha, baadaye anasema mimi nilikupa mkataba wangu hauna notice. Wewe unatakiwa tu leo hii bwana, tarehe yako leo nikabidhi nyumba yangu. Sasa ndo utata unaanza hapo, ndo anakuja kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo wakifika kwetu huwa tunawaeleza wenye nyumba kuwa ili umtoe mpangaji, haki yake lazima umpe notice ya miezi mitatu, na utaratibu wa kisheria sasa hivi unasema kila mwezi unalipiwa. Kwa hiyo utalipa mwezi wa kwanza, utalipa mwezi wa pili, mwezi wa tatu utalipa katikati ya mwezi. Ili ikifika mwisho wa mwezi ukabidhi nyumba. Basi tuna solve matatizo kwa njia hiyo. Hapo umezungumzia kwa upande wa wenye nyumba. Tuende kwa wapangaji. Upande wa wapangaji, utakuta mpangaji anaingia kwenye nyumba. Akishafika kwenye nyumba, yeye naye anajifanya yuko busy. Kwa hiyo muda wa kufanya usafi kwenye nyumba unakuwa haupo. Kwa hiyo hapo tayari kero inakuja sasa. Mwenye nyumba anza, bwana hii ni nyumba ya kupanga. Unatakiwa lazima uingie kwenye zamu ili uweze kushirikiana na wenzio kwa ajili ya usafi. Utakubali, lakini utekelezaji unakuwa hakuna. Sasa vinaanza vituko kwa upande wa wapangaji. Lakini pia mpangaji huyo anaweza akaishi kwenye nyumba vizuri tu, akawa anafanya usafi na kila kitu, lakini inapofika kodi yake kuisha, atoi taarifa kwa mwenye nyumba, anatulia kimya mpaka kodi yake imeisha. Mwenye nyumba anasikilizia, mkataba umeisha, labda leo nitapewa kodi yangu, anaona kimya. Siku inayofuata kimya, siku inayofuata kimya. Akimfuata anambia, kwani baba hujui kwa sasa hivi hali ni mbaya? Hapo ndo tatizo linapoanzia. Hapo ndo tatizo linapoanzia. Au mwingine anasubiri siku ziisha na anakuambia namba univumilie baba. Hayo nayo yapo. Yaani muda umeshaisha, imeshapita wiki. Namba univumilie. Naomba bwana univumilie mzee, unipe muda. Sasa mwenye nyumba anambia, kwa nini usinipe taarifa mapema? Anakuwa ameshaweka ratiba zake. Mimi nishaweka ratiba, najua tarehe moja nachukua hela. Unachukua mpunga wangu. Kwa hiyo sasa utakiwa unipe kabla ili na mimi nione najipangaje. Kwa hiyo matatizo yanaanzia hapo kati ya mpangaji na mwenye nyumba. Na kesi ambazo zinakuja kwako nyingi ni za aina gani? Ni za wenye nyumba au wapangaji? Kesi nyingi zinakuja za wapangaji. Zinakuja za wapangaji kuwa wananyanyaswa na wenye nyumba, wanakatiwa umeme. Umeona bwana, wanafungiwa, mtu anachukua bomba lake la maji anatengeneza kikopo, hakuna kuchota maji, ukachote nje. Lakini ukifuatilia unakuta time nyingine shida iko kwa mpangaji. Inapokuja bili, mwenye nyumba anamshirikisha, labda bili ya umeme au bili ya maji. Bwana hii hapa natakiwa tulipe sasa. Mpangaji anaanza, bwana sawa, anakubali, lakini utekelezaji unakuwa haupo. Kwa mwenye nyumba anavumilia, anafika mahala anafunga maji yake. Umeona bwana. Haya, kwenye swala la umeme, hapo ndo tatizo kubwa sana. Hapo ndo tatizo kubwa. Muda umefika, umeme umezima, anaambiwa mpaka bwana mimi sina hela. Sasa una hela vipi wakati tunalipa umeme kwa zamu? Na zamu yako imefika? Unasemaje una hela? Sasa leo watu walale giza kwa sababu yako? Sasa mimi nifanyaje kama sina hela? Maneno yanatoka sasa. Kama sina hela nifanyeje? Umeona sasa anafika mahala mwenye nyumba anavumilia, anaona anamuita fundi, anamkatia umeme. Akimkatia umeme, breki ya kwanza serikali ya mtaa. Mwenyekiti nimekatiwa umeme. Lakini ukimsikiliza unaona kabisa yeye ndo. Kwa unamwambia bwana nyumba ni yake. Umeme wa TANESCO. Kwa maana umeme unapaswa ufanyaje? Ulipe. Basi tunawasuluhisha pale. Analipa umeme, anakwenda na washiwa umeme. Na kuhusiana na kuna changamoto ambazo zipo ambazo zinawakumba hata wenye nyumba. Wenye nyumba wanaletaga kesi sana sana za kupigana. Sababu mwenye nyumba anaanza kukutoa, bwana muda umeenda. Hapo kuta hapa na madeni yake huko nje mengi. Wao unampangilia tu siku kesho kutwa. Mpaka wanafika tu ya kupigana. Kesi kama ya kupigana ushawahi kushuhudia? Nimeshuhudia kesi ya kupigana mwenye nyumba na mpangaji. Nishashuhudia, na tena mpangaji aliumia kabisa. Nikampa barua ili aende hospitali apewe PF3 kwa ajili ya kwenda kupata matibabu.
Na kwa sababu mtu kishafikia mahala ya shambulio, sisi wenye viti tunakuwa hilo swala, sisi tunaandika barua kupeleka polisi, kwa sababu huwezi jua mtu ameumia kiasi gani. Kwa maana hiyo tunakuwa hatutaki kabisa kusuluhisha, kwa sababu unaweza ukasuluhisha wakati kumbe mtu ameumia zaidi, akaja akapoteza maisha, kesi inakuja kwako mwenyekiti, wewe unaona hii ni jinai, mtu amepigwa, inakuwaje wewe umewasuluhisha? Kwa hiyo kitokea hiyo kupigana, basi tunalipeleka polisi, kwa hiyo wakashughulike huko, litakapofikia huko linarudishwa kwangu kwa ajili sasa hawa watu wameshakuwa hatarishi, hawawezi kuishi nyumba moja. Kwa maana hapo inabidi lazima mpangaji apewe muda wa kutoka kwenye ile nyumba. Na kwa mtazamo wako kama mwenyekiti, hivi ni vizuri kuishi na baba mwenye nyumba au baba nyumba aishi tofauti na wapangaji wake ili kuepusha changamoto hizo? Kiukweli kwa hapa mjini nyumba nyingi wanaishi na wenye nyumba wenyewe wako humo, nyumba chache ambayo wenye nyumba hawaishi. Ndio maana tunasema kwa mapendekezo yako, ungekuwa ni wewe sasa unaweka sheria kwamba ili kupunguza changamoto kama hizi, tunatamani wapangaji waishi peke yao na nyumba waishi peke yao. Yaani wewe unalitazamaje? Ndio swali limekaa hivi. Mimi nalitazama kuishi na mwenye nyumba wala sio tatizo. Kuishi na mwenye nyumba sio tatizo, kwa sababu robo tatu watu wanaishi na wenye nyumba. Na utakuta kuna kesi zingine sisi tunapokea mwenye nyumba anakaa Mbagala, nyumba iko kwangu. Lakini bado panakuwa na shida kati ya mwenye nyumba na mpangaji. Alipi kodi kwa wakati, alipi umeme, alipi maji, na mwenye nyumba aishi pale. Lakini anapelekewa malalamiko na wapangaji wenzie. Kwa hiyo ni huluka tu. Yaani bado tu haisaidii, kwa sababu ni huluka ya mtu mwenyewe. Ni huluka ya mtu mwenyewe. Na kesi zipi ambazo mfano umeletewa kesi ambayo baba mwenye nyumba hajampa mkataba wowote na tayari yoshaanza changamoto? Hizo kesi zipo. Hizo kesi zipo. Ndio nyingi zaidi. Nyingi zaidi. Lakini ikifikia hiyo, huwa mara nyingi sisi tunasimama kwa mpangaji. Kwa sababu wewe mwenye nyumba unajua taratibu. Ili uchukue hela ya mtu lazima umpe mkataba. Sasa usipompa mkataba, ukasema mkataba wake umeisha mwezi wa 4, mimi kama mwenyekiti naomba nipe mkataba, mpangaji anasema yeye mkataba wake unaisha mwezi wa 6, wewe unasema wa 4, mimi nitasimama kwa mpangaji. Kwa sababu kwa nini ulichukua fedha ya mpangaji bila kumpa mkataba? Hata kama ni miezi mitatu lazima umwandikie. Lazima umwandikie. Hata ni mmoja, si mmekubaliana? Mmekubaliana, kwa sababu wewe binadamu kuna leo na kesho. Haya, wewe mmekubaliana, hakuna maandishi aina yote. Wewe kesho umeondoka, unaachaje huku nyuma? Kwa maana lazima utoe mkataba, kwa sababu tayari yule mtu amefanyaje? Ametoa hela yake. Kwa hiyo mara nyingi tunatoa elimu kwa wenye nyumba, na hata tunapofanya mikutano ya wananchi huwa tunatoa hizo elimu. Kwa usipokee hela ya mtu bila kutoa mkataba. Na we mpangaji usiondoke umeshalipa hela yako, usitoke kwa mwenye nyumba bila kupewa mkataba. Kuna ile mpaka iandaliwe stationary. Wengine sasa hivi wanaishi nazo kabisa ndani. Yaani inakuwa sehemu zile za majina tu ndio wanaandika kwa kalamu, lakini sehemu zingine zote ukifika tu mwenye nyumba anakupa mkataba huu, bana pitia sheria zangu hizi. Umelizika, tujaze mkataba. Na wengi wako hivi. Kama nakumbuka baba mwenye nyumba alizungumza kwamba unampangisha mtu mmoja anakuja kulala zaidi ya watu 2 watatu au saba kabisa. Hiyo imekaaje kwako mwenyekiti? Hiyo kwangu kwa kweli hiyo ni huko ni kuvunja mkataba. Manake mkataba nimeingia mimi na wewe. Sawa, sasa unapoleta watu 2 watatu kuingia kwenye chumba kimoja, hiyo sisi haturuhusu. Tunakwambia kabisa bana, cha msingi watafutie nyumba nyingine, au kama hapo hapo kuna vyumba basi wapangie. Lakini hamwezi kukaa watu 3 4 wa jinsia moja chumba kimoja. Hiyo tunapiga marufuku kabisa. Kwa sababu huo ni